Kitu gani unatamani kisingekuwepo duniani? Njaa, pesa, uzee, mapenzi au kifo? Kila binadamu amewahi kujiuliza swali moja kubwa. Laiti jambo fulani lisingekuwepo duniani, maisha yangekuwa bora zaidi. Swali hili linaonekana la mzaha, lakini ndani yake linaficha mjadala mkubwa kuhusu maisha ya mwanadamu. Wapo wanaochagua njaa, wengine pesa, wengine uzee, mapenzi au hata kifo. Hebu tuangalie kwa undani kila mmoja na kuona namna ambavyo vinamwathiri maisha yake. Moja, njaa. Njaa ni moja ya matatizo makubwa yanayowatesa mamilioni ya watu duniani. Kila siku watu hulala bila chakula, huku wengine wakifariki kwa sababu ya ukosefu wa lishe. Kama njaa isingekuwepo, watoto wengi wangekuwa na afya nzuri, watu wasingeiba kwa sababu ya kutafuta chakula, vita visingekuwepo na uhaba wa chakula vingepungua. Jamii ingekuwa na nguvu zaidi kufanya kazi na kuendeleza kiuchumi. Lakini pia njaa ina upande mwingine. Hisia za njaa ndio mfanya binadamu afanye kazi ili apate riziki. Kama kusingekuwa na njaa, huenda watu wengi wasingejali uwezeshaji wa chakula wala kilimo. 2. Pesa. Pesa ni kitu kinachotumiwa zaidi kila mtu duniani. Wengine wanaamini pesa ndio chanzo cha furaha, huku wengine wakisema ndio chanzo cha matatizo mengi. Kama pesa zisingekuwepo, huenda wasingekuwa na tofauti mkubwa kati ya tajiri na maskini. Rushwa na ufisadi vingepungua, wizi wa mabenki na matukio mengine ya uhalifu yangepungua. Lakini je, maisha yangeendeleaje? Bado watu wangehitaji chakula, mavazi, nyumba na huduma mbalimbali. Ingewezekana dunia ingerudi kwenye mfumo wa kubadilishana bidhaa kama zamani. Hivyo si rahisi kusema pesa ni mbaya kabisa. Tatizo mara nyingi ni jinsi binadamu anavyoitumia pesa hiyo. 3. Uzee. Kila anayezaliwa hutamani kuwa na maisha marefu, lakini mwisho wake huingia kwenye uzee. Kama uzee usingekuwepo, watu wangebaki vijana muda wote, nguvu za kufanya kazi zingedumu, magonjwa mengi yasingehusiana na uzee yangepungua. Lakini kuna changamoto. Kama hakuna mzee, dunia ingejaa watu kupita kiasi, vijana wasingepata nafasi ya kazi kwa urahisi. Hekima inayotokana na wazee ingeweza kupungua kwa sababu uzoefu usingekuwepo na usingekuwa na thamani ile ile. Uzee unatukumbusha kuwa muda unaenda na unatufundisha thamani ya maisha. 4. Mapenzi. Mapenzi ni hisia zinazoweza kuleta furaha kubwa au maumivu makubwa. Kama mapenzi yasingekuwepo, pengine tuzingekuwa na maumivu ya kuachwa, talaka nyingi zisingetokea, wivu na migogoro mingi ya mahusiano isingekuwepo. Lakini pia familia nyingi zisingeanzishwa, watoto wengi wasingezaliwa katika mazingira ya upendo. Dunia ingepoteza thamani, hisia na huruma, ujali na mshikamano. Mapenzi ndio msingi wa familia na jamii nyingi duniani. 5. Kifo. Hakuna jambo ambalo binadamu wengi ulikwepa kufikiria kama kifo. Kama kifo kisingekuwepo, watu wangeishi milele. Tusingelia kupoteza wapendwa wetu. Maarifa ya watu yangeongezeka kwa sababu wangekuwa muda usio na mwisho wa kujifunza. Lakini kufikiria upande mwingine, kama hakuna anayekufa, dunia ingejaa watu kupita kiasi, chakula na rasilimali zingepungua, vizazi vipya visingepata nafasi ya kuishi vizuri. Mzunguko wa maisha unahusisha kuzaliwa na kufa. Ni kipi kina madhara zaidi? Hakuna jibu moja sahihi, kila mtu ana mtazamo wake. Aliyewahi kulala njaa atachagua njaa, aliyesalitiwa kwenye mapenzi atachagua mapenzi, anayehangaika kwa umaskini atachagua pesa, anayeogopa kuzeeka atachagua uzee, aliyepoteza mpendwa wake atachagua kifo. Majibu yetu mara nyingi hutokana na yale tunayopitia maishani mwetu. Hitimisho: dunia imejengwa kwa changamoto na mafanikio. Njaa hutufundisha kuthamini chakula, pesa hutupa uwezo wa kubadilisha thamani,
Uzee hutuletea hekima, mapenzi hutupa sababu ya kuishi na kupendana, kifo hutukumbusha kuwa muda wetu duniani ni wa thamani. Badala ya kutamani vitu hivyo vitoweke kabisa, huenda suluhisho kubwa ni kujifunza kuvitumia au kuvivumilia kwa hekima. Tukitumia pesa vizuri, tutapunguza njaa, tukiheshimu wazee, tukapenda kwa uaminifu na kuishi maisha yenye maana, duniani inaweza kuwa ni sehemu bora zaidi kwa kila mtu. Sasa ni zamu yako. Wewe ungechagua kipi kisionekane duniani kati ya njaa, pesa, uzee, mapenzi na kifo? Na kwa nini? Hili swali linaweza kuanzisha mjadala mzuri sana. Andika kwenye comment hapo nami nitakujibu. Ni kipi kikosekane kati ya hivyo vitano? Basi usikose makala mengine kama haya. Endelea kunifata kwa kubonyeza button nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Unasubiri notification, unabonyeza kengele, hapo utakuwa umejiunganisha nasi na umekuwa mwanafamilia yetu. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante.